Tazama maisha yako kwa makini. Sio yale maisha yanaonyesha kwenye picha za mitandao, bali yale maisha ya kweli unayoishi saa 4 za usiku ukiwa umekosa usingizi. Unaamka, unaenda kazini, unapambana kuanzia asubuhi mpaka jioni, na mwisho wa mwezi unapata kiasi fulani cha pesa. Unalipa kodi, unanunua chakula, unalipa madeni, na kabla hata wiki ya pili haijaisha unajikuta umerudi kule ulikotoka ukiwa na hofu ya kesho. Unajipa moyo kuwa ukiongeza bidii mambo yatabadilika. Unajipa moyo kuwa mshahara ukiongezeka utakuwa huru. Lakini hapa Kizani tunakuambia ukweli ambao hautosikia kwenye runinga. Umaskini wako sio bahati mbaya, sio ajali ya kiuchumi, na wala sio matokeo ya kutokufanya kazi kwa bidii. Umaskini wako ni hisabu, ni muundo uliosanifiwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha kuwa hufi, lakini pia huna nguvu ya kutoroka. Mfumo haukuhitaji ukiwa kaburini, unakuhitaji ukiwa hai, ukiwa umechoka na ukiwa na hofu. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye hofu ya njaa ni mtu anayetabirika. Mtu mwenye hofu ya kukosa kodi ya nyumba ni mtu ambaye hawezi kusema hapana kwa maelekezo ya mfumo. Umejengewa gereza ambalo halina kuta za zege wala nondo za chuma. Gereza hili limejengwa ndani ya akili yako kupitia kitu kinachoitwa social script, maelekezo ya siri yanayokuambia nini cha kufanya kuanzia unazaliwa mpaka unakufa. Ulifundishwa kusubiri kengele shuleni ili uandaliwe kusubiri saa ya ofisini. Ulifundishwa kupata alama nzuri ili uandaliwe kupata mshahara wa kujikimu. Naomba nikushushie ukweli mchungu. Mfumo unakuhitaji uwe maskini wa muda na maskini wa akili ili uweze kuwa rasilimali ya kudumu. Wanakuita mchapakazi, lakini ukweli ni kwamba wewe ni betri. Unazalisha nishati inayojenga majumba ambayo hutakaa na kukuza biashara ambazo huzimiliki. Leo tunakwenda kupindua meza. Tunakwenda kuangalia kwa nini mfumo unatumia mabilioni ya dola kuhakikisha kuwa unabaki kwenye mstari. Tunakwenda kuchambua ramani ya gereza hili la akili ambalo limekufanya uamini kuwa utumwa wako ni maisha ya kawaida. Sikiliza kwa makini. Huu sio ushauri wa hamasa. Huku ni kufunua uovu uliopangwa dhidi ya uhuru wako. Karibu upande wa pili wa pazia, na huu ni muundo wa gereza ambalo umezaliwa ndani yake. Hapa ndugu, ni Kizani. Gereza lolote imara linahitaji nguzo za kulishikilia. Gereza la akili ambalo mfumo umekujengea linategemea nguzo 3 kuu. Nguzo ambazo unaziona kila siku kama mambo ya kawaida, lakini ukweli ni kwamba ni uhandisi wa hali ya juu ulioundwa ili kukuweka chini. Nguzo ya kwanza ni kiwanda cha utii au elimu. Fikiri kwa makini. Kwa nini shule zote duniani zinafanana? Kengele, sare, kukaa kwenye mstari na kufuata ratiba kali kuanzia asubuhi mpaka jioni. Shule haikuundwa ili kukuonyesha jinsi ya kuwa tajiri au huru. Shule iliundwa wakati wa mapinduzi ya viwanda ili kutengeneza wafanyakazi watiifu. Ulifundishwa kuwa kufuata maelekezo ndio sifa kuu na kuhoji mfumo ni utukutu. Ulizawadiwa kwa kukariri majibu ya wengine badala ya kutengeneza majibu yako mwenyewe. Mfumo unakuhitaji uingie ofisini ukiwa na akili iliyofunzwa kutii kengele na kusubiri ruhusa ya bosi ili uende haja. Ulipandwa mbegu ya utumwa ukiwa bado mdogo sana, kiasi kwamba sasa unaamini kuwa ajira ndio tumaini pekee la uhai wako. Na nguzo ya pili ni nanga ya madeni. Ukishatoka kwenye kiwanda cha utii, mfumo unakuletea mtego wa pili, minyororo ya dhahabu. Unashawishiwa kuchukua mkopo wa gari, mkopo wa nyumba na bidhaa za lipa kidogo kidogo. Kwa nje unaonekana una maendeleo, lakini hapa Kizani tunajua ukweli. Deni ni nanga inayokuzuia usisogee. Mtu mwenye deni ni mtu mnyonge. Huwezi kuacha kazi unayochukia kwa sababu unadaiwa. Huwezi kufuata ndoto yako kwa sababu benki inamiliki jasho lako la kesho. Mfumo unakuhitaji uwe na deni kwa sababu deni linahakikisha kuwa betri itaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kulipa riba. Unadhani unamiliki vitu, lakini ukweli ni kwamba vitu hivyo ndivyo vinakumiliki wewe. Na nguzo ya tatu ni sumu ya dopamine au digital distractions. Ili usigundue kuwa uko gerezani, lazima akili yako iweke kwenye hali ya ulevi wa kudumu. Hii ndiyo kazi ya mtandao ya kijamii, kamari na udaku wa kila siku. Kila mara unapofungua simu yako na kuona mambo yasiyokuhusu, ubongo wako unazalisha dopamine, kemikali inayokupa furaha ya uongo na ya muda mfupi.
Mfumo unakujazia kelele kichwani ili usiwe na muda wa kukaa kimya na kuwaza kuhusu ukombozi wako. Ukijisikia vibaya kuhusu umaskini wako, unapewa mechi ya mpira, pombe au video fupi za kuchekesha ili usahau maumivu. Wanakuweka kwenye hali ya usingizi wa kidigitali ili uendelee kuwa mnyonge mwenye furaha, huku muda wako ukiuzwa kwa makampuni matangazo. Hizi nguzo tatu, elimu ya utumwa, madeni ya kudumu na burudani za kileo, ndizo zinazohakikisha kuwa huna nguvu ya kuasi. Unazungukwa na kuta ambazo huzioni, ukiamini kuwa unatembea, kumbe unazunguka kwenye duara lile lile ambalo bwana wako amekuchorea. Swali linabaki, je, unajua kwa nini wanahitaji uishe nguvu kiasi hiki? Kwa nini uhuru wako ni tishio kwa utulivu wa ufalme wao? Sura inayofuata inakwenda kufunua ule upande mchungu zaidi, uchumi wa uchovu. Hapa ndipo tunapofika kwenye kiini cha uovu huu. Hebu tujiulize swali la msingi. Kwa nini mfumo utumie nguvu kubwa kiasi hiki kuhakikisha kuwa unabaki maskini au unakuwa na pesa inayotosha tu kujikimu? Kwa nini wasingeacha kila mtu awe na mafanikio? Jibu ni kwamba mtu mwenye utajiri wa kifedha anamiliki rasilimali hatari zaidi duniani, muda wa kufikiri. Mfumo unajua kuwa mtu aliye huru kifedha ni mtu asiyeweza kutawalika. Mtu ambaye hahitaji kusubiri mshahara tarehe 9 ili ale, ni mtu anayeweza kusema hapana. Anaweza kuhoji sheria, anaweza kuhoji viongozi, na anaweza kuanza kujenga mifumo yake mwenyewe inayoshindana na ufalme uliopo. Hii ndiyo hofu kuu ya walio juu. Wanahitaji rasilimali watu, na ili rasilimali yoyote itumike, lazima iwe chini ya udhibiti. Huu ndio unaitwa uchumi wa uchovu, the economy of exhaustion. Kama ungetajirika ukiwa na miaka 25, ungepata miaka 50 ya uhuru wa kutumia akili yako kufanya mapinduzi. Lakini ukiwa maskini, unalazimika kutumia miaka hiyo bora zaidi ya ujana wako ukiwa umechoka. Unaporudi nyumbani baada ya masaa 10 ya kazi, huna nguvu ya kusoma kitabu cha falsafa au kupanga mkakati wa ukombozi. Akili yako inakuwa imechakaa. Unachohitaji ni chakula na kitanda, ili kesho asubuhi uamke na kurudia utumwa ule ule. Uchovu wako ni silaha ya mfumo. Wanahitaji uwe mchovu kiasi kwamba usiwe na uwezo wa kuiona minyororo iliyokufunga. Mtu mchovu hawezi kuleta mageuzi, anatafuta tu jinsi ya kufika kesho. Kwa nini makampuni makubwa yanakuita resource? Kwa sababu katika macho yao wewe ni kama mkaa au mafuta. Kazi yako ni kuungua ili mtambo uendelee kuzunguka. Punde tu nishati yako itakapoisha na uzee utakapokufikia, utatupwa pembeni kama makapi, na nafasi yako itachukuliwa na kijana mwingine mwenye nguvu ambaye naye amepotezwa. Huu ni mchezo wa kuvunja utashi wako. Wanakuweka kwenye hali inayoitwa survival mode, hali ya kuwaza tu chakula, kodi na mahitaji ya msingi. Unapokuwa kwenye hali hii, uwezo wa ubongo wako wa mbele, prefrontal cortex, upande wa ubongo ambao unafanya maamuzi makubwa, unazimwa na unazalisha tu nishati kwa ajili ya wale walio na muda wa kufikiri. Wewe ni mateka wa uchumi ulioundwa ili kukuibia utu wako na kukuacha na kazi pekee. Wanakuhitaji uwe maskini, sio kwa sababu pesa ni chache, bali kwa sababu uhuru wako ndio anguko la ufalme wao. Inasikitisha jinsi kuona sekunde zetu zinavyovunwa kama mazao shambani, lakini mtego hauna kuta za chuma pekee, una kuta za sifa na hadhi. Sura inayofuata inakwenda kufichua mlinzi wa gereza hili ambaye anakaa ndani ya nyumba yako, mtego wa hadhi. Hapa ndipo mfumo unatumia silaha yake ya siri zaidi, silaha ambayo haihitaji polisi wala mabaunsa ili kukudhibiti. Inaitwa mtego wa hadhi. Katika utamaduni wetu tumefundishwa kuwa sifa ndiyo kila kitu. Tunakufa na njaa ili tuonekane tumeshiba. Hebu tazama mitaa yetu. Tunaona vijana walioingia kwenye madeni mazito ili tu wamiliki simu ya gharama au wavae nguo zinaonekana zina brandi kubwa ambazo hata hawajui maana yake. Tunaona familia zinazofanya harusi za mamilioni ya shilingi zikikopa kila mahali ili kuwalisha watu kwa masaa 6. Kinachofuatia hapo ni kuanza kulipa deni kwa miezi 6 ifuatayo. Huu sio utamaduni, huu ni uhandisi wa kijamii. Mfumo unajua kuwa binadamu ni kiumbe anayeogopa sana kudharaulika, hivyo wanakupa picha ya maisha ya mafanikio ambayo inagharimu kila senti ulionayo. Wanakulazimisha utumie pesa ambayo hujaipata,
kununua vitu usivyovihitaji ili kuwavutia watu wasiokupenda. Katika ulimwengu wa gizani tunasema hivi: hadhi ni mlinzi wa gereza ambaye humuoni. Unabaki kuwa maskini kwa sababu unaogopa kuonekana maskini. Unaogopa marafiki zako wa zamani watakufikiria nini ukianza kuishi maisha ya kawaida ili ujenge ufalme wako. Unaogopa majirani zako watasema nini usipobadilisha gari au usipofanya sherehe kubwa. Hivyo hii ndiyo inayokuweka kwenye mzunguko wa matumizi yasiyo na tija. Unanunua vitu vinavyoshuka thamani, huku wale wanaomiliki gereza lako wakitumia pesa hiyo hiyo kununua muda na rasilimali zinazopanda thamani. Huu ndio ushindi mkuu wa mfumo, kukufanya uwe mlinzi wa gereza lako mwenyewe. Hawahitaji nondo za chuma kukuzuia usitoroke, wanahitaji tu kukuonyesha picha ya simu mpya au gari jipya, na wewe mwenyewe utajifunga minyororo ya madeni na kurudi ndani ya selo yako ukitabasamu. Unakupa sifa ya mjanja wa mjini, huku wanajua kabisa kuwa wewe ni mateka wa matumizi. Unashinda mchezo wa hadhi machoni mwa watu, lakini unashindwa vibaya mchezo wa uhuru machoni mwa nafsi yako. Umaskini wetu sio tu wa mifuko mitupu, ni umaskini wa akili unaopimwa kwa sifa za nje. Tunashindana kuonyesha nani ana maisha mazuri, huko sote tukivuja jasho kumtumikia bwana mmoja. Benki. Je, utaendelea kucheza mchezo huu wa kitoto mpaka kaburi likuite, au uko tayari kuitupa maski hiyo ya hadhi na kuanza safari ya kutoroka kupitia njia ya giza ambayo wengi wanaiogopa? Sura ya mwisho inayofuata inakwenda kukupa ufunguo, namna ya kufanya uasi wako uanze. Sasa unajua ukweli, na ukweli huu una tabia moja mchungu. Ukishauona huwezi tena kujifanya huoni. Huwezi kurudi nyuma na kuendelea kuwa mfungwa mwenye furaha. Milango ya gereza hili la akili haijawahi kufungwa kwa kufuli. Ilikuwa imefungwa na ujinga, lakini leo ujinga huo umekufa. Uasi wako hauanzi kwa kelele wala maandamano barabarani. Uasi wa kweli unaanza kimya kimya ndani ya akili yako. Hatua ya kwanza ni kujitenga kifikra. Acha kujiita kwa jina la kazi unayoifanya. Wewe sio meneja, wewe sio afisa, na wala wewe sio mchapakazi. Hayo ni majina ya betri ndani ya mtambo wa mtu mwingine. Wewe ni kiumbe huru unayemiliki uhai wako. Anza kuutazama mshahara wako sio kama pesa ya kununua vitu, bali kama mtaji wa ukombozi. Kila shilingi unayookoa ni sekunde moja unayochukua kutoka kwa mfumo na kuirudisha mikononi mwako. Hatua ya pili ni utawala wa siri. Anza kujenga ufalme wako gizani. Usiwaambie watu mipango yako ya kutoroka kwenye mbio hizi za panya. Ukianza kusema unatafuta uhuru, walinzi wa gereza, ndugu zako, marafiki zako na mfumo watakuvuta urudi chini kwa kutumia hofu na hadhi. Jifunze sanaa ya kupotea. Ishi maisha ya kawaida kwa nje, huku ndani ukiwa unajenga ngome ya rasilimali zitakazokupa hewa ya uhuru. Lakini najua ramani ya kutoroka kwenye mfumo uliojengwa kwa mabilioni ya dola sio rahisi kuichora peke yako. Unahitaji mwongozo wa kiufundi wa jinsi ya kuishi, kuzalisha na kumiliki nje ya mfumo huu wa ajira na madeni. Ndio maana nimekuandalia mwongozo maalum wa Gizani. Kitabu hiki nimekiita Mjenzi, mwongozo wa kuishi nje ya mfumo. Ndani yake nimechambua hatua kwa hatua jinsi ya kuvunja utegemezi wako kwa mfumo, jinsi ya kujenga vyanzo vya kipato visivyohitaji uwepo wako wa kila saa, na jinsi ya kulinda akili yako dhidi ya uhandisi wa kijamii unaokutaka uwe maskini. Huu sio mwongozo wa kutajirika haraka. Huu ni mwongozo wa kujinasua. Kama uko tayari kuwa mjenzi wa maisha yako mwenyewe na unataka kupokea ufunguo wa gereza hili, chukua hatua sasa hivi. Tuma neno la siri mjenzi kwenda WhatsApp namba hiyo. Nitakuzia kitabu hiko kwa bei rafiki sana, si kwa sababu maarifa haya hayana thamani, bali kwa sababu nataka kila mfuasi wa Gizani aliyechoka na minyororo apate ramani ya kweli ya kutoroka. Kumbuka, mfumo unakuhitaji ukiwa mchovu na mwenye hofu, lakini sasa una maarifa, na mtu mwenye maarifa na msimamo ni tishio ambalo gereza lolote haliwezi kumzuia. Usisahau ku-like, kusubscribe na kushare video hii. Kuna mfungo mwingine anasubiri ujumbe huu ili azinduke. Hapa ni Gizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.